hakuna tena watu ndio kuibiana ile, isipokuwa labda sehemu ndogo ndogo, labda mtu ana sehemu yake ya biashara nyumbani kwake na nini. Lakini kama ilivyokuwa zamani, sasa nakuwa imepungua sana, na hii si katika nchi moja, yani takriban karibu nchi zote duniani, yani visa vya wizi wa aina hii zimepungua, kwa sababu watu wanajua hakuna anayetembea na pesa isipokuwa wachache. Watu wanatembea na vikadi vya plastiki. Sasa hata hivyo vikadi vya plastiki pia vimekuwa havina haja tena. Siku hizi pesa ni za kimitandao tu basi. Kwa hivyo labda ni wewe na kumbukumbu yako ya password. Kwa hivyo pesa zako pengine unasema kwenye mitandao ya simu au kwenye mitandao mingine mbalimbali, unapokwenda watakufanya miamala yote. Siku hizi sehemu nyingi kwenye maduka unaingia, unafanya biashara zako, yani shopping zako, unanunua vitu unataka kununua. Ukimaliza nini tu basi unasema namba fulani, ama unapewa kidubwasha fulani, unatia namba yako ya siri, password, basi yani malipo yanafanyika, pesa zako zinatoka kwenye akaunti yako zinaingia kwenye akaunti hapo unapotaka kununua, miamala imekwisha, imekamilika, hakuna pesa unazobeba mfukoni. Kwa hivyo imepunguza visa vingi sana vya wizi kwa utaratibu kama huu. Kwa hivyo ni utaratibu mzuri kwa hakika, iwapo mambo ya msingi kama haya yatakuwa yanazingatiwa, ili tusiharibu nidhamu tuliowekewa sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa napenda nipachike swali moja la haraka katika masala ya hizi biashara za dhahabu. Siku hizi kuna sarafu ambayo imeibuka, wenyewe wanasema ni ya dhahabu. Ya sarafu hizi ni hii inaitwa Bitcoin. Yani wanasema ni sarafu ya dhahabu. Kwa hivyo vile ilivyo, na mara nyingi sarafu ya dhahabu ukiiona unaiona kwenye mitandao. Mimi binafsi sijaiona Bitcoin, yani kwa maana yenyewe ndio hii hapa nikaikamata, lakini naiona kwenye mitandao na sifa zake. Yani hii ni dhahabu ambayo karati zake ni kadhaa na uzito wake ni kadhaa, kwa hivyo thamani yake ni kadhaa, inatoa paka na bei. Kwa hivyo kama unataka kuinunua utainunua, alafu utawekeza, kwa sababu bei za dhahabu zinapanda. Kwa hivyo kadri kwa bei za dhahabu zinapanda, na wewe ile akiba yako ama ule uwekezaji wako unakuwa unaongezeka. Na dhahabu siku zote zinapanda, sijasikia dhahabu kushuka bei. Dhahabu siku zote inapanda bei. Sasa imevutia watu wengi sana kutaka kwenda kuwekeza kwenye hii ambazo wao wameaminishwa kwamba ni dhahabu, lakini yenye jina la Bitcoin, ambayo watu wanaiona kwenye mitandao. Na jinsi ilivyoanza, ilianza kama mchezo. Ilianza yani watu walikuwa waoga kweli, walikuwa hawaitaki, na walikuwa wanaona hapa sijekawa ni mchezo fulani. Kwa hivyo walikuwa hawaingii, wachache sana walioingia kwenda kununua. Lakini haikuchukua muda mrefu ikaonekana kuna faida nyingi sana zimepatikana, nyingi sana. Sasa ile ikavutia watu wengi kutaka kuja kuwekeza kwenye hizi sarafu za Bitcoin ambazo ni za dhahabu, kiasi kwamba leo sasa imekuwa au pamekuwa na maswali mengi sana kuhusu uhalali wa biashara kama hii. Vipi hukumu yake? Biashara hii inaingia katika biashara gani? Inaingia katika biashara ya kawaida, inaingia katika biashara ya dhahabu, inaingia katika uwekezaji, yani inaingia wapi? Na nchi nyingi ambao mwanzo walikuwa skeptical, kwa maana walikuwa hawaikubali, baadaye nchi nyingi wakaanza kuikubali sarafu kama hii. Sasa ikazidi kuipatia umaarufu, sasa watu wakawa wanamiminika kwenda kutaka kuwekeza katika Bitcoins. Lakini kwa wanaotizama kiuhalisia na kwa undani kidogo, wanakwenda kuona kwamba hii sarafu ya Bitcoin kiuhalisia wake hakuna sarafu. Kilichopo ni mtandao. Kwenye mtandao ndio kuna tolewa mahesabu. Utaambiwa kwamba hapa zipo Bitcoin 50 mathalan, kila Bitcoin moja thamani yake ni kadhaa, na bei itakuwa zinaendelea kupanda. Kwa hivyo ukinunua hivi sasa, baada ya wiki, baada ya mwezi, itapanda kiasi fulani kwa asilimia kadhaa, pesa zako zitakuwa zimeongezeka. Na waliofanya hivyo waliona kweli
wanaona kwamba pesa zao zimeongezeka, na ndio maana ikawa inavutia watu wengi sana. Lakini baada ya kutizama jambo kama hili, ikaonekana kwamba hakuna hiyo sarafu inayozungumzwa isipokuwa ni namba za kimitandao, na ikaonekana vile vile kwamba hata hizi faida au migao inayotolewa ni yani haina nidhamu maalum. Wako wanaopata na wengine wakawa wana rushwa, kwa maana wanapotezewa haki zao. Sasa imefanya nchi moja baada ya nyingine hivi sasa kuzipitia sera zao za walivyoruhusu sarafu kama hii endelee kufanya kazi katika nchi husika, lakini baada ya kusikiliza na kufuatilia sasa wakapitia zile sera zao. Kwa hivyo tayari kuna nchi kadha wa kadha hivi sasa miongoni mwa nchi ambao walikuwa wameruhusu Bitcoin kufanya kazi katika nchi hizo, sasa wanaanza kuifutia leseni na kusema kwamba biashara kama hii isiendelee. Tukisema ni dhahabu, sasa dhahabu ile utakuwa unainua kivipi wewe? Unainua kivipi? Na ukisema unawekeza katika kitu gani hasa? Kila moja katika waliofanya vile hajui hasa katika anachokiwekeza na ile thamani yenyewe hasa inabadilika kivipi. Yani ilikuwa ni namba za kimitandao ambazo zilihuri ama zilibabaisha watu wengi sana. Bado zipo nchi ambazo wanaruhusu mpaka sasa, lakini nafahamu kwamba zipo nchi miongoni mwa wale waliokuwa wameruhusu sasa wamekataza biashara kama hiyo isiendelee. Hii ni mada pana ndefu, sikukusudia kuingia ndani kuielezea, lakini kwa haraka. Kwa hivyo ikiwa kuna watu